Urusi imeshinikiza kupata udhibiti kamili wa majimbo manne ya Ukraine yanayokaliwa kwa mabavu, yani mkoa wa Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson wakati wa mazungumzo na Marekani huko nchini Saudi Arabia siku ya jana. Gazeti la Moscow Times limeweza kuripoti hivyo huku likinukuu vyanzo vinavyofahamu mkakati wa Kremlin. Ingawa vikosi vya Urusi havidhibiti kikamilifu eneo lolote kati ya maeneo hayo, lakini Kremlin inawadai katika mipaka yao ya kiutawala kama inavyofafanuliwa katika katiba ya Urusi kufuatia kuingizwa kwao kinyume cha sheria. Afisa mmoja aliyeunganishwa na Kremlin aliweza kuliambia shirika la habari la Moscow Times ya kwamba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin hawezi kumudu kupoteza maeneo hayo kisiasa, na Urusi inakusudia kuimarisha udhibiti wake kwa nchi hizo kwa gharama yoyote. Katiba haina utaratibu wa mikoa kuondoka Urusi. Tunahitaji Zaporizhia zote pamoja na Kherson zote, afisa huyo aliweza kusema hivyo. Chanzo kingine cha serikali ya Urusi kilidokeza kwamba Moscow inatumai kuwa Washington inaweza kushinikiza Kiev kujiondoa kabisa kutoka kwa mikoa hiyo inayokaliwa na Urusi. Ama Trump atawashawishi kuondoka au anawaambia waingie mazungumzo ya muda mrefu, huku kwa wakati mmoja wakitumia nguvu za kijeshi ili kupata udhibiti wa makazi hayo. Hiyo itakuwa hali mbaya zaidi kwao, yani Urusi, kwani vivuko vya mito huwa ni vya gharama kubwa kila mara. Chanzo hicho kiliweza kusema hivyo. Badala yake, Urusi pia inaweza kujaribu kunyakua eneo la ziada la Ukraine kama vile sehemu ya Dnipropetrovsk au Sami na kisha kubadilishana na Kherson na Zaporizhia. Afisa mwingine wa Urusi aliweza kusema hivyo. Tunatumai kutafuta njia ambayo itaepuka kuvamia Kherson au kulazimisha kuvuka mto Dnipro. Hiyo itamaanisha maelfu majeruhi kwetu, afisa huyo aliweza kukiri hivyo. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2024, vikosi vya Urusi viliweza kudhibiti karibu 98.5% ya mkoa wa Luhansk na 60% ya mkoa wa Donetsk. Licha ya changamoto hizo, pia wanadiplomasia wa Urusi bado wanaamini kuwa utawala unawezekana wa Donald Trump unaweza kutojali mipaka halisi ya suluhu ya siku zijazo. Kutokana na kile anachoelewa, Donald Trump anataka Ukraine ya kisasa yenye silaha za kutosha inayounga mkono Magharibi. Mwanadiplomasia wa Urusi alikiambia chombo hicho cha habari ya kuwa pia hawezi tu kukabidhi Ukraine kabisa, lakini ni wapi hasa mpaka umechorwa hilo linaweza pia lisiwe la umuhimu kwake, yani Trump. Marekani pia haitatoa maoni kuhusu madai ya Urusi ya maeneo au kushikilia maeneo ya Ukraine hadi kusitishwa kwa vita hivyo, ambako ikulu ya White House kutoka nchini Marekani imesema ya kuwa haitajadili maelezo ya makubaliano ya amani kati ya Moscow na Kiev, ikiwa ni pamoja na hadhi ya ardhi ya Ukraine inayokaliwa kinyume cha sheria na Urusi hadi usitishaji vita ufikiwe. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Tammy Bruce aliwaambia hivyo waandishi wa habari kuhusu hicho ambacho pia kimezungumzwa kuhusu ya kuwa Urusi haiko tayari kuachilia mikoa hiyo minne, ambako pia Tammy Bruce alisema Marekani haiwezi kuzungumzia swala hilo mpaka usitishaji mapigano uweze kufikiwa mwafaka. Bruce alihojiwa kuhusu maoni ya utawala kuhusu maeneo hayo kwa kuzingatia maoni ya hivi karibuni ya mjumbe maalum wa Marekani katika Mashariki ya Kati anayefahamika kama Steve Witkoff, ambaye alitoa propaganda za Kremlin kuhusu maeneo yaliyokaliwa kwa kiasi katika mahojiano aliyoweza kuyafanya Machi 21 mwaka huu. Mwanahabari alimuuliza Tammy Bruce kwenye mkutano na waandishi wa habari wa idara ya jimbo na kusema hivyo, ambako Bruce alikataa pia kutoa maoni yake kuhusu swala hilo, akitaja mazungumzo
ya kidiplomasia yanayoendelea kati ya Marekani, Urusi na Ukraine. Kuna mikutano mingi ya kilele inayofanyika, Bruce alijibu hivyo, ambako aliongeza kuwa kuna mazungumzo mengi yanafanyika, wingi wake ambao asingeweza kutoa maoni yake kuhusu aina hizo za mijadala au maoni ambayo wanaweza kuwa wameyapata au hawakuyapata. Maafisa wa Marekani hawawezi kujadili maelezo ya pendekezo la amani hadi kuwe na sitisho kamili la mapigano kati ya Moscow na Kiev, Bruce alisema hivyo. Mpaka kuwe na usitishaji mapigano, hapo ndipo tunaweza kujadili tofauti za kile kinachoendelea. Baada ya hapo linapokuja swala la amani ya kudumu, Bruce aliongeza hivyo. Maoni ya Tammy Bruce pia yalifika wakati wajumbe wa Marekani walipohitimisha mazungumzo yao marefu na maafisa wa Urusi huko Saudi Arabia siku ya jana, ambako mazungumzo hayo ya faragha yaliweza kudumu kwa muda wa saa takriban 12 na yaliweza kuangazia msukumo wa Washington wa kusitisha mapigano baharini katika Bahari Nyeusi na uwezekano wa kusitishwa kabisa kwa uhasama. Marekani ilifanya mazungumzo na maafisa wa Ukraine nchini Saudi Arabia siku moja kabla. Pia kabla mazungumzo ya Saudi Arabia, Witkoff aliweza kuzungumza na mchambuzi wa siasa kali za mrengo wa kulia maarufu kama Tucker Carlson kuhusu hayo yanayoitwa maeneo manne ambayo ni kumbukumbu dhahiri ya sehemu zinazokaliwa na Urusi za Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson. Baada ya kushindwa kutambua kwa usahihi maeneo hayo kwa majina, Steve Witkoff alidai ya kuwa kumekuwa na kura za maoni ambapo watu wengi wameonyesha kuwa wanataka kuwa chini ya utawala wa Moscow. Madai ya Witkoff yanadhihirisha uhalali wa Moscow kwa kukalia eneo la Ukraine, sababu ambayo jumuiya ya kimataifa imeweza kuikataa. Inakumbukwa Urusi iliweza kuteka mikoa hiyo minne mnamo Septemba ya mwaka 2022 kufuatia kura za maoni zilizofanywa kwa operation za kijeshi katika mwaka huo. Na huu ndio mwisho wa ripoti hii. Pia taarifa zingine zaidi nitazidi kufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa, na kusiki ya kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati ili kufahamu mengi zaidi, ambao pia nakufahamisha kutoka vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia taarifa zingine za kimataifa. Lakini pia kumbuka kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zingine uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo ya Machi 25 ya mwaka 2025.